please feel free to tuanze. Mama yao tuambie tumekuja kufanya nini huko? Si ndio? Haya. Sawa, tuko ready? Yeah. Sawa. La. Nasema tena. So asanteni sana mazee. Thanks for kwa kuja. Thanks for bringing yourselves. Nataka kumeka an announcement which is an announcement about an announcement that is coming. Na kitu ningependa kusema ni kuna campaign nimeanza hapo social media na nimepata ma phone calls hapa na pale. But hizo phone calls zina encourage sana juu zinaonyesha kuna watu mahali wameingia baridi. Na nataka hiyo baridi ndio iingie kabisa. So nataka hiyo baridi ingilie watu. Sana ifike gava, ifike State House, ifike hawa mababa zetu wenye tunaheshimu, hawa wazee. Ifike Raila, Ruto, Uhuru, Kalonzo, Mudavadi, au politicians wenye wametufikisha hapa bali tuliko. Juu kuna wale walifightia hii country. Mtu kama Raila alifightia multipartyism. Kuna wale wa baba zetu, most of them wako na sisi kina the freedom fighters walifightia Kenya. So at every stage in life kuna kitu watu fightia. So kuna time kuna fightia freedom. Hatukuwa na freedom juu ya wazungu walikuwa hao wabeberu. Na tukaachieve sasa tuko free. Kuna time tulikuwa tunafightia multipartyism huko 1992 nakumbuka ilikuwa na KANU tu. Siku hizi kuna UDA, hata mimi naanzisha party leo. So kuna time South Africa walikuwa na fightia apartheid. Haijaisha kabisa but wali manage kuget Mandela atoke kwa jela. So every stage in life humans are always fighting. Na hii time mimi na feel ni time ya wa Kenya kufight ya youths. Na the reason nasema hivyo because hii story imekuwa vicious circle, imekuwa the same story over and over again. Tangu nikiwa primary. Youths wamekuwa wakisema the same thing maze. Yeah. Yani in a bow. Juzi sijui kuna vijana wameuliwa Kitengela 4, kuna hao wa Embu. It's the same story that happened 5 years from now, 10 years from now. It happened 10 years ago, but now we must stop it. Yeah. Na so hii campaign tunaanza, najua wanasema ngao vijana wataongea social media, Twitter, alafu ni middle class, hakuna kitu watafanya. But mimi nataka ku put whoever, I don't know, sitaki kutumia majina but sijui ni nani mwenye responsible ku ensure that vijana wako protected. Kuambia mazee hivi ndio story once na hiyo happen bro, na hiyo happen. Ili happen Morocco, it happen Tunisia, it happen Egypt, it happen Libya, karibu happen Uganda last year but hawako na win. So sisi kuna demands tutatoa on 1st of September. Na every time tunasemanga hizi vitu wanachukua kama jokes, pengine juu mimi ni comedian until it happen. Kuna examples mingi sana, yeah, but tuko na God pia na vitu tushafanya before. A good example ni best ya Eve. Huwa anaitwa Ezekiel Mutua. Tulisema vitu watu wakacheka, watu wakanini, watu wakasema but it happened finally. So sisi tunataka kusema vijana juu wako 68% of the Kenyan vote. And this thing happened in 2002, in 97, 92, 2013, 2017, haita happen sasa in 2020. 2022 tuta rally vijana, gather vijana, congregate vijana, conglomerate vijana, convene, assemble. Na tuko na the forums vile tofauti. Kuna vitu tumepanga. So nataka tu put our leaders on notice. Yeah, that they should not take this announcement lightly. Yeah, on 1st September ndio tutaonyesha the way forward, but change must come. Yeah, inaweza come by conversation ama dialogue. I mean inaweza kuja by force. It's not new, it's happened before. Si tulikuwa we were colonized before na tukatoka, wazungu wakarudi. So it's not a new concept. So change must come for the youth by force or by dialogue. So kuna demands tutaweka, they must meet those demands. Ama hatuta vote. Yeah? Hatuta vote. So number 1 hatuta vote. Tuone penye watapata hiyo 50+1.
Hawezi kuwa na president kama usipopata 50+1, ama tutajivote sisi wenyewe juu tuko 68%. Yeah, so ni rahisi sana kupata vijana. Mimi nataka kukumekia announcement. Kila mtu ako hapa mbele yangu ni kijana. Yeah, it's the same story. Yeah, media pia na change. It is in media sahi digital, because we live in a digital era. Kuna media ziko hapa. Yeah, but kuna reason nimeita vijana juu we have the energy, we have the time, we have the power. So mimi nimewaita hapa ku prepare whoever is in charge or whoever is responsible for the young people of this nation, that whatever announcement to make on the 1st of September, we will have our demands. Na mnazangalia nyuma yangu hapa muone hakuna mtu. Lakini tuko wengi sana. Tuko wengi sana. So si tunataka tu vijana waheshimiwe, waishi poa. Juu sasa at this time wazee watu wana kazi, wameenda university, wamesoma. To make it worse, wanauliwa sasa. So I think inafikanga point yenye lazima stop. Na hiyo point imefika. Sisi tunasema it is time. Na 2022 is the perfect time. Tulikuwa tunaingoja sana. Na tuongea na one voice. So basically that's it. Si hatuingii kwa politics, tuna change politics. Yeah. Na I hope to realize, and wanajua because they were once young people. Nakumbuka akina nini hawa leaders wetu wakiwa young walikuwa na fight hii country. So they know what I'm talking about. So we just need to be conscious na wajue. Sisi usema hizi vitu, alafu watu wasikii, alafu inakuja na happen, alafu sasa inakuwa hivyo. So this time tunaomba tu mazee wakuwe ready kusikia demands zetu na kuwe ready kuwork na sisi na ku make sure vijana wako sawa. So tarehe 1 September tutasema exactly what that means. President, when nikuulize, you as the president of comedy, ni changes gani hizo unataka kuona ziki happen? Nataka kuona a totally new face of leadership. Tuone nini happen. You ready to go in a very bad state. So in 2022 tunataka kuona new faces. We want to see a new president, a new deputy president, a new speaker of the National Assembly. We want to see a new speaker of the Senate, new fresh start. Wacha to blend it one. Tulichoma. Yeah, because already tuko pabaya. So why not try? Yeah. So we need our parents wetu si ni watoto wao. We need to sit down and say tuna need representation of vijana. Juu menotice uomba do kama vijana. Ikifika time ya nini mazetu tunapewa so mbili, tunapewa t-shirt. So mimi kitu nataka kuona ni change. Na hiyo change mimi in my opinion inakuja na new faces. So like kama niyo change unataka ni are you planning to be an activist? Kutakuwa na demonstration kitu kama hicho peaceful demonstration? If need be, hiyo kitu lazima happen plug. So I fight tuende kwa streets. But tutaenda kama it happen. So I try kufika hapo. Una get? Sisi we have our constituents are young people. Now wako 68% of the vote. Sisi ndio make president. Una get? So sisi we are the stakeholders. Number 1 youth. Una get? Sisi number 2 ni nani? But sasa nataka tu tukue hiyo keki maze. Tukatiwe as young people. Structures ziwekwe. Za nyinyi. Hizi structures ziwekwe. Si kwa nini watu wanatumia phone bro? Yeah? Tena watu wana camera. Kuna reason bro. Kuna reason. Una get? The structures na systems as work for the youth. Una get? Vijana wana hustle maze. Sijui watu wametoka wapi. Yeah? I'm sure sika kuna mtu hapa amekuja kidrive. Sijui. Yeah, sidani. Una get? So that needs to change. Buddha media is a very big industry. So we have to encourage. Gava lazima weke system ya make sure sisi tuko na cameras, tuko na microphones, tuko na studio, tuko na reporters. Wewe pia uko mdosi na tumatuma reporters sasa. Swali tu na kucho kama sijapenda kwingine. Kuna wengine wanasema kwamba probably umelipwa na politician kuanzisha hii campaign to fight another politician mwenye anaingia kwenye politics. Bro,